Ukiwauliza watu wengi mitaani kwa nini bidhaa za Apple, hususan iPhone, ni ghali kuliko simu nyingine, wengi watasema ni ushamba tu au ni show off. Lakini kuna ukweli mwingine zaidi ya hapo. Bei ya iPhone si tu namba za maandishi, ni mkusanyiko wa falsafa, ubunifu, teknolojia na uaminifu wa miaka mingi, uliojengwa na kampuni ambayo ilianza kwenye workshop ya nyumbani tu. Leo kwenye Sauti ya Mikasa na kuletea mkasa huu wa thamani ya iPhone, na tunaingia kiundani kabisa kujua sababu halisi zinazofanya bidhaa za Apple ziwe ghali na kwa nini licha ya bei watu bado wanaendelea kuzinunua kwa hamasa kubwa. Hii ni moja ya simulizi ambayo kila nikikumbuka naona kama riwaya, lakini si riwaya. Ni historia halisi ya binadamu mmoja, historia ya kijana aliyepitia magumu tangu kuzaliwa, lakini alikuja kuandika kurasa mpya katika kitabu cha teknolojia duniani. Leo nazungumza nawe kuhusu mtu huyo, Steve Jobs. Makala hii imeandaliwa na Direct Chuma na kusimuliwa nami, Jeff Ramso. Steve Paul Jobs alizaliwa tarehe 24 Februari 1955 huko San Francisco, California. Wazazi wake wa damu, Joan Shibo na Abdul Fattah Jendal, walikuwa vijana wa chuo kikuu waliopendana. Joan akapata mimba, lakini familia ya Joan haikukubaliana na uhusiano huo kwa sababu Jendal alikuwa Mwarabu kutoka Syria. Hali hii ikawalazimisha wazazi hawa chipukizi wamtoe mtoto wao adoption. Mtoto akakabidhiwa kwa Paul na Clara Jobs, familia ya kawaida kabisa kimaisha. Hao walimlea Steve kama mtoto wao halisi na kumpa jina litakalotikisa dunia, Steve Jobs. Lakini kumbuka, Steve Jobs alipokuwa mkubwa na kujua alitolewa adoption, moyoni mwake kulikuwa na pengo. Swali kubwa, kwa nini waliachana nami? Hili swali la utambulisho lilimfanya awe na shauku kubwa ya kutafuta maana ya maisha, na pia likamjengea hasira na msukumo wa kuonesha thamani yake kwa dunia. Jobs alipokuwa alikuwa kijana tofauti. Hakuwa mtoto mtulivu darasani. Mara nyingi alionekana kuudhi walimu na kuuliza maswali ya ajabu tu. Lakini akili yake ilikuwa kubwa. Marafiki wanasema alikuwa na uwezo wa kufikiria nje ya box. Na huko California kulikuwa na kampuni kubwa ya HP. Jobs akawa anasumbua mafundi kule kwa kuuliza maswali. Hatimaye akakutana na kijana mwingine mwenye akili kwenye mambo ya umeme, Steve Wozniak. Wawili hawa wakaunganishwa na kitu kimoja, kupenda teknolojia. Jobs alisoma chuo cha Reed College huko Oregon, lakini baada ya miezi 6 akaachana rasmi. Kwa nini? Alisema hakuona maana ya kulipa karo kubwa wakati hakukuwa na mwelekeo wa kila anachokisomea. Lakini hakuacha kuhudhuria mihadhara aliyopenda, kama darasa la kaligrafia. Darasa hilo dogo lilimfundisha uzuri wa herufi na urembo wa maandishi. Kitu kidogo tu, lakini baadaye likawa na nafasi kubwa, kwa sababu ndilo lililoleta fonti nzuri kwenye Macintosh na baadaye kwenye kila kampuni ya kompyuta duniani. Jobs pia alijaribu njia za kiroho. Akaenda India, akavaa kama mtawa, akafuata mafundisho ya Zen Buddhism. Hapo ndipo alipojifunza kuhusu focusing, simplicity na intuition, falsafa ambazo baadaye ziliunda msingi wa bidhaa za Apple. Mwaka 1976, Jobs akiwa na umri wa miaka 21 tu, na rafiki yake Steve Wozniak waliamua kufanya kitu kikubwa. Walikaa kwenye workshop ya wazazi wa Jobs kule Los Altos, California, na hapo ndipo Apple Computer ilizaliwa. Wozniak, bingwa wa kielektroniki, akatengeneza kompyuta ndogo Apple I. Jobs, kwa ujuzi wake wa biashara na ushawishi, akaanza kuuza. Hawakuwa na mtaji mkubwa, waliuza mali zao binafsi ili kupata fedha za kuanzisha kampuni. Ndipo akaweka alama ya kwanza
kompyuta ndogo ya nyumbani ambayo ilianza kuwavutia wateja. Mwaka uliofuata wakazindua Apple II, ikawa moja ya kompyuta za kwanza kabisa kutumika majumbani na mashuleni. Hili lilikuwa jambo kubwa. Hafla, kampuni ndogo ya vijana wawili, ikawa inauza bidhaa duniani kote. Jobs akawa na ndoto kubwa zaidi. Alitaka kutengeneza kitu kitakachobadilisha namna watu watakavyotumia kompyuta, sio kama mashine ngumu kutumia, bali kama rafiki wa kila siku. Mwaka 1984 Apple ilizindua kompyuta mpya Macintosh. Jobs alitaka uzinduzi huu uwe wa kipekee. Alikodi filamu ya tangazo iliyoitwa 1984 iliyotengenezwa na Ridley Scott na ikapigwa kwenye Super Bowl ya 18. Huenda ukajiuliza Super Bowl ni kitu gani? Subiri. Super Bowl ni jina la mchezo wa fainali ya ligi ya mpira wa miguu ya Marekani, American Football, yaani NFL, National Football League. Ni tukio kubwa sana nchini Marekani na linajulikana duniani kote kwa kuwa moja ya matukio yanayoangaliwa zaidi kwenye televisheni kila mwaka. Tangazo la Apple lililoonyeshwa kwenye Super Bowl ya 18 ndilo lililovunja rekodi ya kubadilisha kabisa namna makampuni yanavyotumia matangazo ya television. Tangazo hilo lilitambulisha kompyuta ya Macintosh kwa dunia kwa ubunifu wa hali ya juu. Tangazo hilo lilibadilisha historia ya matangazo ya kibiashara, likaonyesha Apple kama mkombozi dhidi ya mfumo wa kidikteta wa Big Brother, wakimaanisha IBM. Macintosh ilikuwa mapinduzi, kompyuta yenye graphic user interface na kipanya, yani mouse kama tulivyozoea kuita. Watu waliona ni tofauti na yote yaliyowahi kutokea. Lakini mafanikio hayakumfanya Steve Jobs awe mnyenyekevu. Alijulikana kwa ukali, hasira na kudai. Alitaka kila kitu kiwe sahihi, kiwe kizuri, kiwe cha pekee bila kujali gharama au muda. Hali hii ikaleta migongano ndani ya Apple. Bodi ya wakurugenzi ikawa haivumili tena. Mwishowe mwaka 1985 Steve Jobs akaondolewa kwenye kampuni aliyoiunda mwenyewe. Fikiria maumivu hayo. Kuanzisha kitu, kukilea kama mtoto, alafu siku moja wanakuongoza wakuambie hatutaki tena uongozi wako. Jobs akawa hana kazi, hana nafasi, lakini haikumfanya kushindwa. Baada ya kuondoka Apple, Jobs aliunda kampuni mpya Next. Hii ilijikita kwenye kompyuta za hali ya juu kwa ajili ya elimu na biashara. Ingawa haikufanikiwa kibiashara sana, lakini teknolojia yake ikawa muhimu baadaye. Wakati huo huo, Jobs alinunua kampuni ndogo kutoka kwa George Lucas, Pixar Animation Studios. Hii ndiyo baadaye ilitengeneza filamu ya kwanza ya animation kwa kutumia kompyuta tu, ambayo iliitwa Toy Story ya mwaka 1995. Filamu hii ikawa na mafanikio makubwa na Pixar ikawa studio kubwa ya animation duniani. Mwaka 1997 kampuni ya Apple ilikuwa karibu kufilisika. Mauzo yalishuka, bidhaa hazikupendwa tena, na kampuni ilikuwa inapoteza sifa sokoni. Ndipo Apple ikamnunua Jobs pamoja na kampuni yake ya Next na kumrudisha kama kiongozi. Na hapo ndipo hadithi mpya ya Apple ikaanza tena. Jobs alirudi na kauli mbiu Think Different. Akaanza kusafisha orodha ya bidhaa, kuondoa bidhaa zisizokuwa na maana na kuanzisha mawazo mapya ya muundo na matumizi. You're going to see the product line get much simpler, and you're going to see the product line get much better. And there's some new stuff coming out that's incredibly nice. Ndipo Apple ikazindua bidhaa za kuvutia iMac yenye rangi ya kuvutia, iBook na baadaye iPod pamoja na iTunes. Apple ikaanza kufufuka. Hatua kwa hatua ikawa tena kampuni inayotazamwa kwa mshangao. Kabla ya mabadiliko makubwa, dunia huwa na utulivu wa muda mfupi. Ni kipindi ambacho wengi hudhani wamefika kileleni, kumbe ndiyo mwanzo wa mabadiliko mapya. Hivi ndivyo ilivyokuwa miaka 1990 hadi mwanzoni mwa mwaka 2000.
Dunia ilikuwa imeingia kwenye zama za teknolojia, lakini bado haijui na kuelekea. Kabla ya mwaka 2007, kampuni kama Nokia, Motorola, Sony Ericsson na BlackBerry ndizo zilikuwa mabingwa wa soko la simu duniani. Nokia ilitawala karibu nusu ya dunia. Ilijulikana kwa imara, betri zinazodumu siku 4 na magame kama vile game la nyoka. Kauli mbiu yao Connecting People ilikuwa ishara ya nguvu yao. Motorola kwa upande mwingine ilijivunia ubunifu wa muundo, hasa simu nyembamba kama Razr V3 ambayo ilikuwa alama ya mtindo wa hadhi, simu ya kufunua, na baadaye wakaja na L6 pamoja na L7 ambazo zilivuma sana nchini kwetu. BlackBerry ikawa kipenzi cha wafanyabiashara, ikitumia kibodi kamili kama ile ya kompyuta na kutuma au kupokea barua pepe moja kwa moja. Ilikuwa kama laptop ndogo mikononi mwa mtu. Sony Ericsson walikuja na ladha ya muziki na kamera, wakitangaza simu kama sehemu ya mtindo wa maisha kupitia Walkman phones na Cybershot cameras. Kwa kipindi hicho teknolojia ya simu ilikuwa inakuwa, lakini bado haikuwa smart, yaani kama hivi leo. Simu zilikuwa zikitumika zaidi kupiga simu, kutuma ujumbe, kusikiliza muziki au kupiga picha za hapa na pale. Wazo la kutumia simu kuvinjari internet, kupiga picha zenye ubora wa kamera halisi au kuhariri video halikuwa wazo la kufikirika kirahisi kwa wakati huo. Watengenezaji wengi wa simu walikuwa wanaamini kwamba maendeleo yanatokana na kutengeneza features zaidi, kamera kubwa, betri kubwa au batani nyingi. Lakini hakuna aliyejua kwamba suluhisho alikuwa kuongeza vitu, bali kupunguza na kufanya kila kitu kiwe rahisi zaidi, bora zaidi na cha kuvutia zaidi. Wakati kampuni nyingine zilikuwa zikitazama features tu, mtu mmoja alikuwa akitazama experience, au tuseme matokeo ya matumizi kwa mtumiaji. Mtu huyo hakuwa mwingine, alikuwa Steve Jobs. Baada ya kurejea Apple mwaka 1997, Jobs alikuwa amebadili kabisa falsafa ya kampuni. Badala ya kutengeneza bidhaa nyingi, alitaka Apple iwe na bidhaa chache, bora, zenye maono. Alianza na iMac, kompyuta ya kuvutia machoni. Kisha kaja iPod, kifaa kilichobeba maelfu ya nyimbo mfukoni. Mwaka 2001, wakati kampuni nyingi zikijaribu kushindana kwenye soko la kompyuta, Jobs alianza kufikiria tofauti. Alijiuliza swali rahisi: kwa nini miziki yangu yote haiwezi kuwa mfukoni mwangu? Wakati huo watu walibeba CD nyingi au walitumia MP3 players zenye interface mbaya na uwezo mdogo. Jobs akakasirika, akasema maneno yaliyoingia kwenye historia: "These things suck. We are going to fix it." Ndipo akatoa wazo: "Let's put 1,000 songs in your pocket." Hili halikuwa wazo tu la kibiashara, lilikuwa filosofia. Wazo kwamba teknolojia inapaswa kuwa rahisi, ya kibinadamu na yenye roho. Timu ya wahandisi wa Apple ilifanya kazi usiku na mchana hadi wakapata njia ya kutumia mini hard drive ya Toshiba kuhifadhi nyimbo 1000 kwenye kifaa kidogo kuliko kiganja. Na hivi ndivyo iPod ilivyozaliwa. Kauli mbiu yake ikawa rahisi lakini yenye nguvu: 1,000 songs in your pocket. Watu walipenda muziki ukao wa kibinafsi. Hakukuwa tena na CD wala mizigo ya CD player. Kwa mara ya kwanza, Apple ikaingia kwenye mifuko ya watu, si ofisini, bali kwenye maisha yao ya kila siku. Lakini Jobs hakusimama hapo. Akauliza tena, tunaweka muziki mfukoni, lakini tutaupata wapi muziki huu kwa njia halali? Hapo ndipo alipoanzisha iTunes Store, duka la kidigitali la kuuza nyimbo kwa bei nafuu, $0.99 kwa kila wimbo. Hii ilibadilisha tasnia ya muziki dunia nzima. Badala ya kununua CD nzima, watu walinunua wimbo mmoja tu wanaoupenda. Wasanii wakaanza kupata mapato kupitia mitandao. Kampuni za rekodi zikaanza kubadilika, na Apple ikawa mlango mkubwa wa muziki duniani. Kwa mafanikio ya iPod, Apple ikajenga jina lake kama kampuni ya ubunifu, urahisi na uaminifu.
Watu walipenda namna kila kitu kilivyokuwa rahisi kutumia. Walipenda jinsi kifaa hicho kilivyokuwa kidogo, chepesi, lakini chenye nguvu kubwa. Lakini wakati iPod inaendelea kushika soko, Jobs alianza kuona hatari moja kubwa. Watu walipoanza kutumia simu zao kusikiliza muziki, ilikuwa na ishara ya kwamba iPod inaweza kubaki historia. Na kwa akili yake ya mbele zaidi alisema, kama kuna mtu anakuja kuwa iPod, ni bora iwe sisi wenyewe. Na hapo ndipo Jobs akaanza kuona picha kubwa zaidi. Akaanza kufikiria kitu kipya. Je, ni vipi kama tukichanganya teknolojia ya iPod, kompyuta na mawasiliano ya simu ndani ya kifaa kimoja? Swali hili dogo ndilo lililozalisha wazo la iPhone. Mwanzoni mwa miaka ya 2000 kulikuwa na timu mbili ndani ya Apple. Moja ikijaribu kutengeza iPod yenye simu na nyingine ikijaribu teknolojia ya skrini inayoweza kuguswa, yani multi-touch. Jobs alianza kuziunganisha. Alitaka kifaa kimoja kiwe simu, kisikilize muziki na kiwe na uwezo kama kompyuta ndogo. Lakini safari haikuwa rahisi. Wafanyakazi wengine wa Apple hawakuamini kama watu watapenda simu isiyokuwa na vitufe. Wengine walisema simu hii haiwezi kuwa lifestyle device. Jobs alijibu kwa maneno yake maarufu, "People don't know what they want until you show it to them." Yaani, watu hawajui wanachotaka hadi waoneshe. Tarehe 9 Januari 2007, jukwaa la Macworld Conference and Expo huko San Francisco lilikuwa limejaa watu. Steve Jobs akapanda jukwaani akiwa amevaa fulana nyeusi, suruali ya jeans na viatu vya New Balance. Akasema kwa utulivu, "Today, Apple is going to reinvent the phone." Watu walicheka kidogo. Walidhani ni utani, lakini Jobs akaendelea, "We are introducing 3 revolutionary products. A widescreen iPod with touch controls, a revolution mobile phone, and a breakthrough internet communicator." Halafu akaongeza, "Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device, and we are calling it iPhone." Ukumbi ukalipuka kwa shangwe. Alipangusa kidole kwenye screen na akapiga simu. Watu walishangaa, ilikuwa kama uchawi vile. Uzinduzi huo haukuwa tu wa simu. Ulikuwa ni tangazo la enzi mpya. iPhone ya kwanza haikuwa na App Store, haikuwa na kamera ya mbele, haikuweza kupiga video, lakini ilikuwa ni kitu ambacho hakikuwa kwenye simu nyingine yoyote. New experience. Screen yake ya kugusa ilifanya kila kitu kuwa na uhalisia. Kwa mara ya kwanza, mtu angeweza kugusa picha, kuipanua kwa vidole na kuperuzi internet kama kwenye kompyuta halisi. Baada ya uzinduzi huo, vyombo vya habari vilicharuka. Mashirika ya simu yaliyokuwa na kiburi kama Nokia na BlackBerry yalicheka. Walidhani Apple haina nafasi. Lakini mwaka uliofuata kila kampuni kubwa ilianza kukimbizana kubuni touch screen phones. Ndipo dunia ikagundua Apple haikuleta simu mpya, ilileta dunia mpya. Apple ikaanza kubadilisha namna dunia inavyowasiliana. Mwaka mmoja baadaye, Apple ilizindua App Store, soko la programu. Hapo ndipo simulizi ya iPhone ikawa ya kipekee kabisa. Kwa sababu simu hii haikuwa tena kifaa cha mawasiliano, bali sehemu ya maisha. Programu za kila aina zikaanza kutengenezwa, programu za michezo, ramani, kamera, kazi, hata mapenzi. Na Apple ikadhibiti kila kitu, kuhakikisha ubora, usalama na matumizi kwa mtumiaji. Wakati simu za Android ziliruhusu uhuru wa juu zaidi, Apple ilijenga mfumo wa udhibiti na ukamilifu. Mfumo huu ndio ulikuja kujulikana kama Apple Ecosystem, ambapo kila kifaa kinaongea na kingine bila kupoteza kumbukumbu zako. Baada ya iPhone ya kwanza, kila toleo lilileta mageuzi mapya. iPhone 3G ilileta internet ya kasi. iPhone 4 ikaleta screen ya retina na kamera bora.
iPhone 5 iliboresha muundo wake. iPhone 6 hadi 15 zikaendelea kuongeza nguvu, kamera na akili bandia yani AI. Lakini kilichobaki kuwa moyo wa Apple ni muunganiko wa teknolojia, urembo na uzoefu wa binadamu. Jobs alifariki mwaka 2011, lakini falsafa yake haikufa. Apple ikaendelea chini ya Tim Cook. Ilijikita zaidi kwenye huduma kama iCloud, Apple Music na Apple Pay, zote zikiwa sehemu ya mfumo mmoja unaomshikilia mtumiaji kwa urahisi na uthabiti. Kabla ya kifo cha Steve Jobs mwanzoni mwa miaka 2000, wakati Apple ilikuwa imeanza kujenga mazingira mapya ya teknolojia kupitia iPod na MacBook, ndani ya kampuni kulikuwa na timu ya siri sana iliyokuwa inafanya kazi kwa jina la Project Purple, ambayo ndio hatimaye ilizaa iPhone. Wakati huo huo, kwenye taasisi ya utafiti ya SRI International huko California, kulikuwa na mradi unaoitwa CALO, Cognitive Assistant that Learns and Organizes. Mradi wa siri uliokuwa ukifadhiliwa na Pentagos DARPA kwa lengo la kutengeneza msaidizi wa sauti mwenye akili bandia. Kutoka kwenye mradi huo ndipo kampuni ndogo ya teknolojia iitwayo Siri Inc. ilizaliwa mwaka 2007 na waanzilishi watatu, Doug Kittlers, Adam Cheer na Tom Gruber. Walianza kutumia programu ambayo ingeweza kujibu maswali, kutafuta taarifa mtandaoni na kujifunza tabia za mtumiaji. Steve Jobs aliposikia kuhusu Siri Inc. na teknolojia ya kutambua sauti, alihisi kuwa hiyo ndiyo teknolojia iliyokuwa inakosekana katika ecosystem ya Apple. Mnamo mwaka 2010, Apple ilinunua kampuni hiyo kwa siri kubwa. Watu wengi, hata wafanyakazi wa Apple, hawakuwa wanajua kilichokuwa kinaendelea. Steve Jobs mwenyewe alifanya mazungumzo ya manunuzi kibinafsi. Baada ya ununuzi huo, timu ya Siri Inc. ikahamia Apple, na hapo ndipo kazi kubwa ya kuunganisha teknolojia ya sauti na mfumo iOS ilipoanza. Mnamo Oktoba 4, 2011, Apple ilitangaza rasmi Siri kama kipengele kipya kwenye iPhone 4S. Hii ilikuwa siku moja tu kabla ya kifo cha Steve Jobs, jambo ambalo linaipa Siri uzito wa kihistoria zaidi, kwani ilikuwa kama mradi wa mwisho wa maono yake. Siri ilitambulishwa kwa maneno haya ya Apple: "Your wish is its command." Kila unachotaka ndicho anachofanya. Sauti ya kwanza ya Siri haikutengenezwa na kompyuta, bali Susan Bennett, mwanamke kutoka Atlanta, Marekani, ambaye ni voice actress. Alirekodi maelfu ya sentensi mwaka 2005 bila hata kujua kwamba sauti yake ingetumika kwenye kifaa cha Apple. Apple baadaye ilitumia teknolojia ya concatenative speech synthesis kuunganisha sauti zake na kuunda maneno mapya kulingana na majibu yanayotakiwa kujibiwa na Siri. Kwa miaka mingi Susan Bennett hakujulikana, hadi mwaka 2013 alipojitokeza hadharani akasema, "I am the voice of Siri." There she is. I kind of got chills. Her name? Siri haikuwa tu kipengele cha teknolojia, ilikuwa ni mwendelezo wa maono ya Steve Jobs ya binadamu kuzungumza na mashine. Ndiyo maana hata leo Apple imeendeleza kuboresha Siri kwa kuunganisha na teknolojia nyingine kama HomeKit, Apple Watch, AirPods, CarPlay na sasa Apple Intelligence katika iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 na hata iPhone 17. Siri leo ni kama kiungo cha maisha ya watumiaji wa iPhone. Anaunganisha kila kitu. Unaweza kuplay muziki kwenye HomePod, kuandika meseji kutumia Apple Watch, kuanza safari kupitia CarPlay au kuomba taarifa za kalenda kwenye MacBook. Vyote kwa kutumia sauti moja tu. Hapo ndipo tunapoona magic ya Apple, si tu kwa bidhaa zao bali kwa muunganiko wa maisha kupitia teknolojia. Kwa wengi, Siri inachukuliwa kama ishara ya mwisho wa ubunifu wa Steve Jobs, mtu ambaye aliamini kuwa teknolojia inapaswa kuhisi uwepo wa binadamu na si kumtenga naye. Leo, zaidi ya miaka 14 tangu kuzinduliwa kwake, Siri bado ni moja ya nembo kuu za Apple. Ingawa imepitwa kwa vipengele na wapinzani kama vile Alexa na Google Assistant, lakini nguvu yake kubwa ipo kwenye muunganiko wa Apple ecosystem, jambo ambalo bado ni ngumu kushindaniwa. Unaweza kujiuliza,
Ni nini kilifanya iPhone kuwa na gharama zaidi? Kuna sababu nyingi za msingi, lakini mimi nitakupa hizi 8 zenye mashiko zaidi. 1. Uwekezaji mkubwa katika R&D. Apple hutumia mabilioni ya dola kila mwaka katika utafiti wa kisayansi na teknolojia, wakati wengine wanauza simu, Apple huuza fikra. Kila chip ndogo, kila lenzi ya kamera, kila curve kwenye muundo wa simu za Apple hazijatokea kwa bahati mbaya. Kila kitu kinatokana na maelfu ya masaa ya majaribio, ubunifu na ukaguzi wa hali ya juu. Kwa mfano, chip ya A-series Apple hutengeneza wenyewe. Ni chip yenye nguvu zaidi duniani kwenye simu ndogo za mkononi, na kwenye kila kizazi inaendelea kushangaza ulimwengu wa teknolojia. Wakati makampuni mengine hununua teknolojia kutoka kwa waanzilishi wengine, Apple hutengeneza teknolojia yake ndani ya jumba lao. Lakini hii inaongeza gharama, lakini pia inazalisha ubora wa hali ya juu. Na hapa ndipo falsafa ya Steve Jobs inaendelea kuishi. Kama unaweza kuiboresha, usinunue, tengeneza yako. Kwa hiyo gharama si kwa sababu ya jina tu, bali kwa sababu ya sayansi iliyo nyuma ya jina hilo. Sababu ya pili ni ubora wa vifaa. Tofauti na simu nyingi, Apple haitumii plastiki rahisi. iPhone inatengenezwa kwa aerospace grade aluminum na ceramic sheet glass, glasi ambayo ni ngumu zaidi duniani kwa kuunda simu. Kila sehemu ya kifaa, kuanzia bodi hadi kitufe kidogo, vimepimwa kwa ubora wa hali ya juu. Hii inafanya iPhone iwe ya kudumu kwa miaka mingi na bado ionekane mpya. Ndiyo maana unaweza kukuta mtu anatumia iPhone ya miaka 5 lakini bado inafanya kazi vizuri kuliko simu mpya ya Android. Ubora huu unalipiwa kwa sababu Apple haitengenezi bidhaa za muda, inatengeneza bidhaa za kumbukumbu. 3. Mfumo wa ndani, yani ecosystem iliyo kamili. Ukiwa na iPhone, unakuwa sehemu ya ulimwengu mzima wa Apple. MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods, iCloud, vyote vinaunganishwa kirahisi sana. Mfano, unapopiga simu kwenye iPhone, unaweza kuipata mara moja kwenye MacBook yako bila hata kuituma. Unapoandika maandishi kwenye iPad, unaweza kuiendeleza kwenye simu yako muda wowote. Hii ndio ecosystem ambayo Apple imejenga, mfumo wenye urahisi, usalama na mwendelezo wa maisha ya kidigitali. Na ndiyo maana watumiaji wengi ikiwemo mimi tuendelea kutumia bidhaa za Apple kwa sababu ya urahisi huu wa kuunganishwa vifaa vyote. Hata hivyo, kuna upande wa pili. Mfumo huu pia unafanya utegemee bidhaa za Apple pekee, jambo linalofanya wateja wengi kuendelea kununua bidhaa mpya kila baada ya miaka michache. Apple inatumia mbinu hii kwa ustadi, si kwa kulazimisha, bali kwa kufanya usitaki kutoka kwenye mfumo wake, na kila kifaa kimoja kikiisha, kifaa kingine kinachukua nafasi kwa ufanisi zaidi. 4. Usalama na ubora wa programu, software and security. App Store ya Apple ni moja kati ya soko salama zaidi la programu duniani. Kabla app yoyote haijaweka kwenye App Store, hupitia mchakato mkali wa ukaguzi kuhakikisha hakuna virusi, haina spyware na haina udukuzi wowote ule. Mfumo wa iOS pia umejengwa kwa usalama wa msingi, ikimaanisha hata Apple yenyewe haiwezi kufikia baadhi ya data zako binafsi. Huu usalama na uhakika wa faragha ni moja ya sababu kuu za watu kununua bidhaa hizi kwa gharama ya juu zaidi. Na si hapo tu, programu nyingi kwenye iOS zinakuwa zimebuniwa vizuri zaidi kuliko kwenye Android, kwa sababu watengenezaji wa app hizi hufanya kazi kwa vifaa vichache vyenye kiwango cha juu. Kwa hiyo kila kitu kinaonekana kimepangwa, kimefanywa kwa uangalifu na hakiharibiki hovyo. 5. Msaada wa muda mrefu wa software. Tofauti kubwa ya Apple na watengenezaji wengine ni muda wa msaada wa programu. Wakati simu nyingi za Android hupokea updates kwa miaka 2 au 3 pekee, iPhone hupokea hadi miaka 5 au zaidi. Hii inamaanisha hata ukinunua iPhone 17 leo, bado utakuwa unapokea updates mpya za iOS mpaka miaka 5 au zaidi. Sababu ya 6 ni hadhi ya kibiashara na kisaikolojia. Huwezi kupuuza nguvu ya jina Apple. Bidhaa hii imejengeka kama alama ya hadhi, ubora na utambulisho. Kununua iPhone si kununua simu, ni kujiunga na hadithi, falsafa na maisha fulani. Watu wengi hununua iPhone kwa sababu wanajihisi ni sehemu ya jamii ya ubora, na hiyo ni nguvu ya kisaikolojia ambayo Apple imeijenga kwa miongo. Apple imekuwa status symbol duniani kote, iwe ni New York, Tokyo au Dar es Salaam.
Kutumia iPhone ni kama kusema najali ubora, sitaki vitu vya kawaida. Lakini ikumbuke kwamba program nyingi za Apple ni za kununua na sio za bure kama ilivyo kwa Android, na unaweza kukuta programu inayopatikana kwenye Android ni bure, lakini programu hiyo hiyo kwenye Apple ni ya kununua, mfano Happy Cow, Anki, Angry Birds na kadhalika. Sababu ya 7 ni mkakati wa biashara wa Apple. Lakini kuna ukweli mwingine uliofichika. Apple hutoa updates mpya za iPhone ambazo mara nyingine hazilingani na iPhone za zamani, na hivyo watumiaji wengi hulazimika kununua mpya. Kwa upande mmoja, hii ni njia ya kuhakikisha teknolojia inasonga mbele. Kwa upande mwingine, ni mbinu ya kibiashara inayowezesha kampuni kuendelea kuuza bidhaa mpya kila mwaka na kwa bei ya juu. Kwa mfano, mimi binafsi nimegundua kila baada ya miaka 5 nahisi kulazimika ku upgrade, si kwa sababu simu yangu imeharibika, bali kwa sababu app mpya na huduma nyingine haziendani tena na simu yangu. Hili ni jambo ambalo linafanana na Android, lakini Apple imepanga vizuri zaidi mfumo wake kiasi kwamba unalazimika kubaki ndani ya dunia yake. Sababu ya 8 ni thamani ya kuuza tena, resale value. iPhone ya zamani bado inauzika kwa bei nzuri. Ni kawaida kuona mtu anauza iPhone ya miaka 4 kwa bei ya juu, jambo lisilowezekana kwa simu nyingine nyingi. Kwa pamoja, haya yote hufanya iPhone isiwe tu simu, bali uwekezaji endelevu wa watumiaji. Kwa hiyo, bei ya juu ya bidhaa za Apple si kwa sababu ya jina. Ni kwa sababu ya ubunifu, ubora, usalama, ecosystem na falsafa ya kampuni ambayo imewekeza ubora juu ya wingi. Lakini pia ni kwa sababu Apple imejua jinsi ya kutengeneza bidhaa ambazo zinakuwa ndoto kwa kila mtumiaji. Bidhaa ambazo sio lazima uwe nazo, bali unahisi lazima uwe nazo. Apple si kampuni tu ya kuuza simu. Ni simulizi ya binadamu, biashara, sayansi na sanaa. Ni mfano wa jinsi ubunifu unavyoweza kuunda tamaduni mpya. Na leo, katika zama za iPhone 17, Siri, mwenye akili bandia na Apple Intelligence, bado tunasikia pumzi Steve Jobs ikisema kwa sauti tulivu, stay hungry, stay foolish. Endelea kuwa na njaa ya maarifa na usiogope kuwa mjinga, maana humo ndiko huanza ubunifu. Makala hii imeandaliwa na Director Chuma na kusimuliwa nami Jeff Ramso kupitia sauti ya Mikasa hapa Bongo Brothers.